Na kwenye upande wa uwekezaji watatoka wajumbe 6, watakuwa 14 jumla, ndio watakuwa wajumbe wa bodi sasa. Kwa hiyo maana yake kwa lugha nyepesi, mchakato unaanza upya wa uwekezaji upya. Katibu mkuu wa Baraza la Michezo la Taifa Bi Neema Msita, katibu mkuu mtendaji wa Baraza la Michezo la Taifa BMT. Mchezo mwingine utapigwa huko Arusha kwa sasa. Kwa mujibu wa taratibu, mara baada ya mkutano mkuu kumaliza mkutano wake na kuweka mapendekezo yake kuhusu swala la katiba, yanapaswa kupata idhini ya msajili, ambaye msajili wa vyama na vilabu vya michezo aliyoko chini ya Baraza la Michezo la Taifa ana jukumu la msingi la kuchambua na kupitia ili kuona kama haya mapendekezo ya wadau au ya klabu yamekidhi na kuendana na matakwa ya sheria, kanuni na miongozo iliyowekwa na serikali ambayo ina govern sekta hiyo ya michezo. Baada ya uchambuzi wa kisheria, Baraza la Michezo la Taifa kupitia kwa msajili wa vyama na vilabu vya michezo aliridhia na kuidhinisha katiba ya klabu ya Simba, ambayo ndani yake pamoja na mambo mengine mengi inahusisha masuala ya mfumo wa uendeshaji wa klabu katika muundo wa kisasa, ambao pia unahusisha uuzwaji wa hisa pamoja na masuala ya kuuza hisa kwa wawekezaji. Kwa msingi huo, serikali inapenda kufafanua kwamba ilikamilisha jukumu lake la msingi la kupitia na kuidhinisha katiba ya Simba, ambayo ilikuwa imekidhi matakwa ya wadau, lakini pia imezingatia matakwa ya sheria yaliyowekwa ambayo yanaongoza vilabu hivyo pamoja na sekta ya michezo kwa ujumla wake. Kuanzia hapo, wajibu wa kutekeleza katiba na kukamilisha mabadiliko yaliyopitishwa na wanachama wa club ni wa uongozi wa Simba Club yenyewe. Utekelezaji wa maamuzi yaliyomo katika katiba hiyo haupaswi kufanywa na serikali kwa niaba ya klabu, kwa kuwa ni maamuzi yaliyofanywa na wanachama kupitia mkutano mkuu na umeidhinishwa kwa mujibu wa sheria kwamba umekidhi na kuakisi vigezo vyote vya kisheria, kanuni na taratibu ambavyo vimewekwa na serikali. Hata hivyo, serikali inafahamu kwamba kwa kuwa hili ni jambo jipya linaanza kwa mara ya kwanza, inawezekana katika swala zima la utekelezaji wake kukawa kuna kutokuwa na uelewa au kukawa kuna mkwamo ambao labda unatokana na kutokuwa na namna bora ya kuupeleka. Hivyo serikali inatoa wito kwa uongozi wa Simba na wadau wengine wote kwamba vyombo vyote vya serikali ambavyo kwa namna moja au nyingine vinahusika na swala hili la mchakato wa uwekezaji, hususan sisi upande wa Baraza la Michezo la Taifa ambao tunahusika na katiba, tupo tayari kuwapokea kwa ajili ya kuwapa ufafanuzi. Naomba ieleweke vema, kwa ajili ya kutoa ufafanuzi. Ufafanuzi huo hautalenga katika kubadilisha kipengele chochote cha kikanuni, cha kisheria wala cha miongozo iliyowekwa na serikali. Itakuwa ni muongozo wa kuwapa ufafanuzi na ushauri wa namna bora ambayo wanaweza wakaenenda katika kutekeleza jambo lao, huku wakizingatia katiba yao, matakwa ya wanachama wao, matakwa ya wadau wao, lakini bila kuvunja taratibu na sheria ambazo zimekwisha kuwekwa. Bwana, huyo ni Bi Neema Msita, katibu mkuu wa Wizara ya Habari, katibu mkuu wa Baraza la Michezo la Taifa BMT. Maana yake mabadiliko ya Simba Sports Club yapo kwa Simba wenyewe. Wao sasa ndo wataamua kijani iwe kijani ama njano iwe nyeusi. Walishapewa katiba tangu mwezi wa pili tarehe 18. Huu tunazungumzia mwezi wa 8 unaenda mwezi wa 9. Kazi ni kwao. Yaani mabaki wao tu, Simba Sports wao wenyewe. Basi wao tu wataamua wao wanataka mabadiliko ama wanataka kuzozana. Maamuzi ni yao. Nyewe Simba mtachagua, mnataka mabadiliko ama mnataka kuzozana. Lakini serikali wasema si katiba tuliwapa, katiba mpya ambao mlipitisha wenyewe. Sisi baada ya kuifanyia uchambuzi imekidhi, tukawapa. Tena mlipewa tarehe 18 mwezi wa pili mwaka 2016 waliwapa. Hiyo sasa mnatekeleza vipi? Hiyo ni juu yenu. Lakini wao bwana, katiba yenu hii hapa mpya ile. Bwana sasa yale yaliyowepo kwenye katiba tekelezeni. Msipotekeleza mtajua nyinyi. Hakuna anayewashikia fimbo, hakuna atayapeleka polisi, hakuna atafanya yote. Hiyo ni juu yenu.
Mkitaka mfanye sawa, msipotaka sawa. Mtataka mashabiki wenu wanataka